Heri sana kijana yule, binti yule ambaye leo hii utangaika kuwa sababu ya wengine kujifunza kwako. Una heri sana. Kwa sababu hata kwenye Biblia inasema kwamba watu watavutwa kwa matendo yenu, kwa matunda yenu. Nikiwa kama binti, nikiwa kama kijana ambaye nimesema kwamba mimi ni wa njia ya mema. Nina jambo moja ambalo natakiwa nipambane nalo. Watu wajifunze kwa maisha yangu. Watu wajifunze kwa maisha yangu. Leo hii nina ujasiri mahala popote kusemea maisha ya shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune, kwa sababu ni mtu ambaye alipambana kuwa mtu kuwa binti wengine kwa binti ambaye wengine tutajifunza kwake. Kwa binti ambaye wengine tutajifunza kwake. Na ni kweli tupo ambao tumejifunza, na ninaamini mpo ambao mmejifunza kupitia maisha ya shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune. Hivyo tu mtu wa Mungu, mimi na wewe tuna wajibu mmoja. Utakuwa na heri sana ukiwa ni binti, ukiwa ni kijana ambaye leo hii utapambana ili wengine wajifunze kwako. Leo hii hatuoni haya mahali popote, hatuna ukakasi mahala popote kusemea maisha ya shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune. Je, mimi na wewe mtu wa Mungu, hata siku ya siku tukiondoka, maisha yetu yatakuwa sababu ya wengine kuona iko maana ya kujifunza? Sio tu ukiondoka. Mimi binafsi ni mtu ambaye nilikuwa ni wa nyuma sana. Niko nyuma sana, ila hata mwenyewe pacha alikuwa anajua kwamba kuna mwananchi yuko nyuma sana kule, ila natamani pengine angekuwa kama mimi. Hivyo tu mtu wa Mungu, tunapokuwa kanisani, lengo la kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine ni ili kuonywa, ili kupokea maonyo, ili kupokea maelekezo, kupata mwelekeo, namna ya kuenenda, namna ya kutenda, namna ya kunena, namna ya kufikiri. Hivyo tu kijana yoyote, tuwe sababu ya wengine kujifunza kupitia maisha yetu. Maisha yetu yepi? Maisha yetu ya kutenda mema. Tuishi kama wacha Mungu. Tuishi kama vijana ambao Kristo alitaka tuishi kwa namna hiyo. Tusiishi isiwe kazi kutofautisha mtu ambaye hajaokoka na mtu ambaye ameokoka. Unakuta saizi ni kitu kimoja. Ni ngumu kutofautisha mtu ambaye ameokoka na ambaye hajaokoka. Hivyo tu tutafute kwa vielelezo ili na wengine wajifunze kupitia maisha yetu. Binafsi nasema dada Sifa, wewe ni shujaa. Dada Sifa, wewe ni shujaa. Alikuwa anasema hii ni nguvu ya uyoga inayoweza kupasua mahala popote, iwe kwenye udongo uliokauka, iwe kwenye kichuguu, iwe kwenye mawe. Lakini pia alikuwa anasema simple in looking but tough in working. Binafsi nimshukuru Mungu sana. Amen.